Wakulima na wafugaji katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma wametakiwa kufuata sheria na taratibu za matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro, ikiwemo kuacha tabia ya kuchukua sheria mikononi mwao pindi mifugo inapovamia mashamba ya kilimo. Rai hiyo imetolewa kufuatia tukio la mwenyekiti wa kijiji cha Chiurungi kilichopo halmashauri ya wilaya ya Songea kujeruhiwa vibaya na wafugaji na kulazwa katika chumba cha uangalizi maalum ICU katika hospitali ya Mtakatifu Joseph Peramiho baada ya kupigwa na wafugaji waliopeleka mifugo yao katika mashamba mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Chiurungi mara baada ya kutokea tukio la mwenyekiti kushambuliwa na wafugaji, mkuu wa wilaya ya Songea Mheshimiwa Wilman Kapenja Ndile amesema kuwa tayari jeshi la polisi limewakamata watuhumiwa wanaohusishwa na tukio hilo na ameagiza hatua kali zichukuliwe dhidi yao ili kutoa fundisho kwa wengine na kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Chiurungi wamelalamikia tabia ya baadhi ya wafugaji kupeleka mifugo yao mashambani mwao kwa makusudi, hali inayosababisha uharibifu mkubwa wa mazao na migogoro ya mara kwa mara, wakiongeza kuwa wanapojaribu kuwakemea wafugaji hao hukumbana na vipigo pamoja na vitisho. Afisa mifugo wa halmashauri ya wilaya ya Songea Eriki Kahisi amesema kijiji cha Chiurungi hakijatenga eneo la malisho ya mifugo na serikali inafahamu kuwa kijiji hicho hakina wafugaji, na kuongeza kuwa mifugo inayosababisha migogoro hiyo inatoka katika vijiji vya jirani. Mtazamaji wa ABT Media, usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Mimi ni Irene Nziko. Mwenyekiti ameshambuliwa. Sisi serikali tunachukua hatua kali na itakuwa ya mfano. Na hao waliofanya hilo jambo watasimulia mpaka wajukuu zao, watawaambia kwamba kuchukua sheria mkononi si tu kumpiga mwenyekiti, kumpiga mtu yeyote ni kosa kubwa. Maana wamempiga daktari, wamempiga damu zikatoka ndani zikaharibu kabisa. Na anapokuwa kwenye ICU hawa msiwaachie haraka. Kabla hatujawapeleka mahakamani, dhamana yao muitizame vizuri sana kama kuna haja ya kuwapa dhamana. Maana sija kafa mwenyekiti wetu. Hawa wanaochukua sheria mkononi wanakosea sana, kwa sababu kijiji hiki hakina eneo la kuchungia mifugo. Na mwenyekiti alikuwa anafanya kazi yake nzuri. Hali tuliokuwa nayo saa hizi, sisi binadamu hatuna maisha. Heri ya homa kuliko hali ya Wasukuma saa hizi. Hatuna nini? Maisha. Tunakufa bila dawa mdomoni wala uji. Kwa ajili ya nini? Wafugaji. Kwa kweli Wasukuma saa hizi sisi tumeshakabidhi roho zetu kwa Wasukuma wanachotufanyia. Nimelima bustani yangu ya mboga. Wasukuma wanafika pale, yani wanalisha na wao mwenyewe unaona. Ukiwauliza wanakuletea ukali, wanakuambia ng'ombe mboga yako ya alizi ya Mungu, wewe mbona unaikanyaga, maneno mengi. Kwa hivyo hata miogo yangu heka moja yetu amevuruga, julikani nimepanda mwaka jana. Huyu mwenyekiti safari hii ya pili kupigwa. Mwaka jana alipigwa, mwaka huu amepigwa. Kwa hiyo tunaomba serikali hawa jamaa iwatengee sehemu ya kuishi. Wapo jirani na vijiji. Sasa sisi hatuna raha. Kwa kijiji chenu kwanza hamjatenga eneo la ufugaji, lakini pia hatuna orodha ya watu waliosajiliwa. Kwa hiyo hapa tunatambua kwamba hakuna mifugo katika kijiji cha Chiurungi. Katika kata hii limetengwa eneo la ukubwa wa ekari 3,300 katika kijiji cha Litoa. Kwa hiyo tuna changamoto mnazozipata, maana yake ni wale wanaotoroka kule kwenye maeneo tengwa kuja huku.